tangazo hili nitumie fursa hii sasa kuzungumzia mada ambayo tuliacha jana, na niguse kwa uchache. Nilikuwa nikizungumzia mmoja kati ya wadudu 6 waliotajwa na Qur'an, na nilikuwa nikimtaja mdudu wa 4 miongoni mwa wadudu 6 waliotajwa kwa mpangilio wa msahafu. Nilimtaja mdudu anaitwa namlu, ama ukipenda mdudu chungu, au unaweza ukamuita sisimizi. Japokuwa sio aina zote za wadudu chungu ni sisimizi, kwa maana kila sisimizi ni mdudu chungu, lakini sio kila mdudu chungu ni sisimizi. Sijui nimeeleweka vizuri maneno yangu? Kila sisimizi ni mdudu chungu, lakini sio kila mdudu chungu ni sisimizi. Kwa nini? Kwa sababu kuna aina 12,000 za wadudu chungu. Kuna wadudu chungu wengine sio sisimizi, na kuna wasisimizi ambao pia ni wadudu chungu. Wengi sisimizi katika zile mikoa ya pwani huwaita nyenyere, sio nyerere. Sikiliza vizuri, maana wewe mwenzangu wa bara unaweza ukaharibu lugha ukachafua hali ya hewa. Wanaitwa nyenyere, sio nyerere. Nyenyere. Hawa nyenyere kule pwani ndio kwa Kiswahili wanaitwa sisimizi. Ni wadudu wadogo wadogo, wanakaa humu ndani, wanakaa katika maeneo mbalimbali, na maisha yao mara nyingi huwa ni chini ya mashimo, huwa wanachimba. Lakini unapowataja wadudu chungu kwa ujumla wake, yani hili neno mdudu chungu, unapotaja jamii za wadudu chungu, ndani yake zina kombaini siafu, ndani yake zina kombaini sisimizi, ndani yake zina kombaini maji moto, ndani yake zina kombaini sungusungu, ndani yake zina kombaini kila aina ya mdudu mwenye umbo hilo ambaye amekaa katika mfumo wa insect. Mwenye umbo lililo katika mfumo wa insect, ana tumbo, kichwa na kifua, ana miguu 6. Huyo katika wadudu, ukitoa wale wadudu kama nzi pamoja na mbu pamoja na ambungo, hawa wadudu wengine wapo katika kundi la sisimizi ama wadudu chungu. Jana nikaeleza wadudu chungu wamegawika katika tabia kuu 2. Kuna ambao wanaishi katika satellite colonies na pallet colonies. Kuna aina za wadudu chungu wanaoishi kisosho, na kuna wadudu chungu wanaoishi kisolitary. Kuna wadudu chungu wanaishi kijamaa, kuna wadudu chungu wanaishi kibepari. Na jana tukawataja satellite colonies, parent colonies, wadudu wa chungu ambao katika tabia zao za kila siku za maisha huwa hawana tabia ya kulima. Na nilitoa maelezo katika mkanda ule, katika maelezo yetu ya mwanzo, kwamba wadudu chungu wamegawika makundi mawili. Kuna wadudu chungu wanaofanya kazi kwa maana wahudumu, na kuna wadudu chungu wa kulima. Jana tuligusa kundi la wadudu chungu wa kulima. Kuna ambao si wa kulima, ni wafanya kazi tu. Lakini mfumo wa wadudu chungu wafanya kazi umegawika makundi mawili. Kuna wanaofanya kazi za kiraia, za kijamii, kwa ajili ya kujitafutia chakula chao kwa kutafuta mawindo ya kawaida ili kujipatia ziada ya chakula chao. Lakini kuna wadudu chungu wanaishi tabia za kijeshi
Nikatoa mfano nikasema kuna baadhi ya wadudu chungu ikiwa utawachunguza sana maisha yao wanafanana sana na wa Marekani. Na nilitoa mfano nikasema wao maisha yao ya kila siku chakula chao hakipatikani isipokuwa kwa mtutu wa bunduki. Na wametengeneza intelijensia ya hali ya juu wanapotaka kwenda kuchunguza mambo katika kambi au katika mji au katika ukoo au katika taifa au katika makazi ya wadudu chungu wengine. Wale waliokuwepo jana niliwaonesha namna spy, askari mchunguzi anavyoweza kuondoka kwenye kundi lao akaenda kwenye kundi jingine na akafika kule akatamka kwamba yeye amepotezana na kundi lake na anahitaji uraia katika kundi hilo ili aweze kusajiliwa. Kwa nini anahitaji kusajiliwa? Nikasema sababu inayopelekea mdudu chungu kutaka kusajiliwa kwenye kundi jingine, tabia na maisha ya wadudu chungu ni kama maisha ya wanadamu waliojitengenezea mipaka na utaratibu maalumu wa maisha ambao unaweza kuwa identify kwamba hawa ni watu wa taifa fulani na hawa ni watu wa taifa fulani. Nikasema mfano kama vile Tanzania na Kenya, Arusha kuna boda inaitwa Namanga. Ukifika pale boda kuna Wakenya, kuna Watanzania. Wakenya na Watanzania wanakaa karibu. Inawezekana mtu akawa amekikosa kitu Kenya akaja kununua Tanzania, na mtu anaweza kukosa kitu Tanzania akaenda kununua Kenya kwa mujibu wa mpaka ulivyokaa. Kutokana na ule ujirani mwema, inawezekana raia wa Tanzania akaingia Kenya bila passport na raia wa Kenya akaingia Tanzania bila ya passport. Lakini kwa utaratibu ulivyo, pamoja na ujamaa huu, kanuni inakataza haki maalum za Mtanzania kupewa Mkenya na haki maalum za Mkenya kupewa Mtanzania. Kwa mfano, Mkenya hata kama amezoeleka Arusha na mnashinda naye vijiweni, ukifika muda wa kura hawezi kupiga kura kwa sababu si haki yake. Ataruhusiwa kununua, kula, kuishi na ukaribu wake wote, lakini ukifika muda wa kupiga kura hatopiga kura. Kwa nini? Kwa sababu haki hiyo hanayo. Ikitakiwa sasa apige kura kwa mujibu wa katiba ya jamhuri, lazima abadilishe uraia wake, na ndivyo wadudu chungu wanavyofanya. Ili apate haki ya kundi husika, lazima kwanza aseme nimepotezana na wenzangu, au kundi letu limeuawa nimebaki peke yangu. Akishajiintroduce kwa lile kundi, atakachofuata baada ya pale ni kumbadilisha uraia wake. Atabadilishwaje uraia? Aonekane sio raia wa kule, ni raia wa huku. Nikasema wadudu chungu wana antena maalum ambazo katika antena zile chini yake kuna kitu kinaitwa spincha, aina fulani ya kama meno ya tembo, na hii ni mifupa maalum ya meno iliyowekwa kwake ambayo kazi yake ni kubeba kitu kizito au kung'ang'ania mahali ikiwa wadudu chungu wanataka kufanya kazi maalum. Kwa mfano, wadudu chungu wanaweza kuja katika eneo kama hili, wanataka kwenda ng'ambo, lakini kwa bahati mbaya sana ikatokea katikati kumepita mto, na ule mto kama wataunusa na kuutazama wanaona ni mrefu na hawawezi kuzunguka, na hakuna njia ya mkato kuweza kuvuka ili waende wanakokutaka, lazima wapite juu ya maji yale. Wanawezaje sasa kuvuka kutoka hapa kwenda kule? Kwa sababu mdudu chungu ni mdogo, uzito wake ni 0.012 au 0.050, ambacho ni kiwango kidogo sana, ni miligram ndogo sana, ambazo kama atakaa juu ya maji yanayotembea atapeperuka apotee. Sasa zile spincha zao, yale meno yao yale, yanakuwa ngao ya kusafiria. Wakati wanakuja, kila mdudu chungu akiwa anatembea atakongomeka, atavalisha, atafunga yale meno yake
kama vile cheni inavyovuta gari na gari, mtu anavyovuta anapachika cheni gari hii na gari hii, ili gari ile inayoburuzwa au kuvutwa ivutwe kutokana na ile cheni baada ya kupachika huku na huku. Sasa meno ya huyu mdudu anapachika katika ima miguu au anapachika katika tumbo la mdudu chungu mwingine. Akiyapachika yale wanatengeneza cheni, kwa wanapachikana kwa mistari, wanapachikana kwa mistari. Wakifika eneo la kwenda lile la kutaka kuvuka, wanachokifanya, mstari wa kwanza unatangulia kidogo. Ukitangulia, yule wa mbele anamshika wa nyuma, wa nyuma, wa nyuma, wa nyuma mpaka wa mwisho. Huyu akiwa anakaribia kutoka, wadudu watatu wa mwanzo wanashikiliwa na mstari wa pili, alafu wale wanakuwa wameshashikana, yale maji yanawavuta na wale wanakuwa wanakwenda. Wanachokifanya, yule wa mbele anatengeneza round, anakuja kushikana na mstari wa mwanzo. Kwa huyu wa mwanzo hapa wanakuwa wamesogeza space moja, alafu wale waliopo pale wanazunguka kwa juu kwa kushikana. Anachomoza tena mmoja, anazunguka mwingine, wanashikana, wanatengeneza mpaka inafika mahala wa mwanzo anakuwa akashikilia nchi kavu nyuma, yani mwanzo wa maji, wa mwisho anashikilia nchi kavu mbele ya maji. Wakishashikana hivyo wametengeneza daraja. Wanatoka sasa wadudu chungu wenye chakula, ambao hao ndio wafanyakazi ama field workers, hao ndio wabebaji wa vyakula na watamsaidia Malkia. Wale watatengeneza daraja kwa kushikana, na Malkia atapita juu ya mgongo wa wadudu chungu hao ili kuvuka ng'ambo ya pili, na wadudu chungu wenye vyakula wote watavuka. Wakishavuka tayari, huyu wa kwanza huku nyuma ataachia ili kuruhusu ili kundi liumbe. Atakaa mbele, watayumba tena, alafu maji atawasukuma wote, kwa sababu atakuwa yule wa mbele kashikilia na huyu wa nyuma kaachia, wote watasukuma, watakwenda kwenye ukuta. Wale waliogusa ukuta wote watashikilia nje ya ukuta katika nchi kavu, alafu walio ndani ya maji watapanda juu ya migongo mmoja mmoja, watavuka wote na watatoka salama. Ndio maana wamepewa spincha. Yani wadudu chungu wamepewa akili ya kuvuka na wametengenezewa daraja maalum. Lakini wanawezaje kugundua kwamba hapa tunapovuka sio salama, na kwa namna hii hatuwezi kupata njia mkato, lazima tuvukie hapa? Wana sifa mbili wadudu chungu. Sifa ya kwanza katika sifa zao, wadudu chungu wana tabia ya kuwa wanasikia sauti mbali zaidi. Wadudu chungu wanazungumza na wanasema kwa sauti, wanawasiliana kwa sauti. Qur'ani inasema hivyo. Ukisoma aya 30 ya sura An-Naml, Mungu anamwambia Nabii Muhammad kwamba Nabii Suleimani alipokuja katika bonde la wadudu chungu, akasikia sauti ya mdudu chungu mmoja ikiwaambia wadudu chungu wengine, enyi wadudu chungu wenzangu, ingieni katika mashimo yenu haraka, kwa sababu Suleimani na majeshi wake wanakuja, wasije wakakukanyageni hali ya kuwa wenyewe hawajui chochote kama kuna kiumbe tunakikanyaga mbele yetu. Lakini kama utakuwa unasoma historia na kuangalia kwa kina, kama utatazama na namna ilivyotengenezwa lile eneo, kuanzia pale alipokuwa Nabii Suleimani na askari wake mpaka pale walipokaa wale wadudu chungu wakawa wanazungumza, pale palikuwa na umbali wa kilomita 1 mpaka 3. Yani ile jeshi, yule askari wa nyuma kabisa alikuwa kilomita 3 kutoka walipo wale, na yule Nabii Suleimani ambaye alitangulia na jeshi lake alikuwa umbali wa kilomita 1 kutoka pale walipo wadudu chungu. Maana yake nini? Sikio la mdudu chungu limefungwa antena ya kudaka sauti, hata ikibidi ya kunong'ona, kwa umbali usiopungua mita 1000. Mita 1000, kilomita 1. Kwa hiyo sikio la mdudu chungu lina uwezo mkubwa wa kusikia kuliko sikio lako na la kwangu. Nini anachokusudia Mwenyezi Mungu kutuonesha? Kwamba pamoja na sisi tunajiona wanadamu, tuna nguvu sana, tuna uwezo wa kubeba magunia makubwa, lakini kuna mambo wadudu wadogo wanatuzidi. Ukitaka kugundua hilo, muangalie mdudu chungu. Tumesema jana, ugoko wa mdudu chungu unaweza kubeba mara 10 zaidi ya uzito wa kilo yake. Kwa mfano, akiwa yeye ni nusu kilo, utafanya times 10, mara 10 zaidi.
Ikiwa yeye ana kilo 2, utafanya times 10, anabeba mara 10 zaidi ya kilo zake. Kama mwanadamu anaweza kuwa na kilo 100, ukifanya mara 10, maana yake unamtaka mwanadamu abebe gunia la kilo 1000. Mwanadamu mwenye kilo 100 abebe gunia lenye ukubwa wa kilo 1000, tani 1, jambo ambalo hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kubalansi mgongo wake